Asante sana Amy kwa hiyo summary ya matokeo tangu mwaka umeanza. Lakini kwa ujumla kuwepo na matukio makubwa ambayo unaweza ukasema ni fundamental kwa hii tabia tuliyoiona sokoni kwa bei kupanda na kushuka. Kwa hiyo inawezekana tu ilikuwa ni ile liquidity, watu wanauza kuwa na liquidity, watu wenye extra liquidity wanatafuta kampuni za kununua, lakini angalau tunaanza kuona watu wananunua kwa kujaribu kutafakari au kutafsiri undervaluation na overvaluation. Sasa tumeona kampuni kama NMB ambayo ni kampuni nzuri, benki nzuri, lakini kwa mwanzo wa mwaka bei imeshuka, haikuperform vizuri, lakini vile vile na DSE ambayo valuation models zinaonyesha kama bei iko upande wa juu, na yenyewe tumeona kama haikuonekana vizuri kwenye hizo wiki mbili za kwanza. Kwa hiyo hizi hakuwepo na matukio makubwa ambayo yanaweza kumove hizi bei, ila tunaona kama watu wanaanza kuwa position katika mategemeo ya matokeo ambayo yanatarajiwa kutoka. Na amesema ni comment kuhusu taxpayers kuwa wakubwa kwa sababu makampuni ambayo yako listed. Nafikiri siangalia picha, lakini nafikiri Mchechu ambaye ndo mkuu wa ambaye ni PR mkuu wa makampuni, nafikiri alikuwepo, ameona imedhibitisha hicho kitu ambacho nafikiri ashaye kuambiwa siku za nyuma, kwamba makampuni ambayo yalikuwa mwanzoni na serikali yalipopelekwa kwenye listing, performance yake imekuwa nzuri. Na mfano mzuri sana ni kama banking sector. Banking sector wakati NBC inagawanywa, assets zilipelekwa NBC ambayo ndio ipo sasa hivi, na nyingine zikapelekwa NMB. NMB ikawa listed, lakini NBC ikabaki nje ya listing. Sasa wakati ule NBC ilikuwa ni benki kubwa sana, lakini kwa kuwa nje ya listing, sijui ni kitu gani ambacho kilitokea. Nafikiri sales CRDB na NMB wana dominate, wakati mwanzoni ilikuwa ni ligi ya NBC vile vile. Kwa hiyo yote inaonyesha kwamba ukiwa kwenye listing, ile visibility na transparency na kila kitu nafikiri inaweza inakuwa inaongeza performance yako, na ile financial performance inakuwa nzuri, kwa sababu uzuri wa kuwa listed unakuwa answerable kwa shareholders. Na katika huo mfumo wa kibepari, moja ya purpose ni kumaximize shareholders wealth.